Karibu Tabora, karibu Toronto. Sisi shirika la Posta tayari tuna duka mtandao. Matarajio yetu ndani ya duka mtandao ni kwamba mteja yeye atanunua akiwa nyumbani. Shirika la Posta litasafirisha akiwa nyumbani amekaa nasubiri mzigo, mimi nitaupokea, nitapeleka kwa mteja. Kwa hiyo tuone jinsi ambavyo itarahisisha, mteja ataendelea kufanya shughuli zake za kiuchumi, na mimi kwa kuwa tayari nina anwani ya makazi nitampelekea moja kwa moja kwenye eneo lake bila kukosea. Tarehe 8 Februari mwaka 2022, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alikutana na wakuu wa mikoa yote Tanzania bara, ikiwa ni kikao kazi kuhusiana na kuanza kwa utekelezaji wa mfumo wa anwani za makazi. Mfumo huu unatajwa kuwa na faida nyingi kwa mwananchi na taifa kwa ujumla, lakini nini maana ya mfumo wa anwani za makazi? Unafanyaje kazi? Walengwa hasa ni akina nani? Huyu hapa Devota Mkude, meneja wa shirika la Posta Tanzania mkoa wa Tabora. Anwani za makazi ni muundombinu ambao utatambulisha mtu alipo au anapopatikana na anapotakiwa kuhudumiwa, iwe nyumbani, ofisini ama eneo la biashara, aweze kuzipata huduma anazozitaka. Kuna aina mbili za anwani za makazi, ambazo ya kwanza ni muundo wa anwani ambayo ni makazi ya mijini, pamoja na muundo wa anwani ya makazi ambao ni wa vijijini, ambao ni eneo ambalo halina barabara ama mitaa. Tukianza na anwani za makazi ya mijini, ni lazima muundo wa anwani za makazi utazingatia namba ya nyumba, jengo, jina la mtaa ama barabara, pamoja na namba maalum ya post code, ama tunasema namba maalum ya kata post code. Na kwa upande wa maeneo ya vijijini ama kwenye miji ambayo hakuna barabara ama mitaa, tunasema anwani za makazi zitazingatia nyumba, namba ama jengo, itazingatia jina la kitongoji, jina la kijiji na namba maalumu ya kata ama post code. Sera ya Taifa ya Posta ya mwaka 2003 inaeleza kuwa mfumo mpya wa anwani ubuniwe na utumike kwa kutumia majina ya mitaa, vijiji au barabara na namba za nyumba. Kwa utaratibu huo, anwani ya makazi itaundwa na jina la mwananchi, nambari ya nyumba, jina la mtaa, kijiji au barabara na post code. Mamlaka za serikali za mitaa zitahusika na utoaji wa majina ya mitaa, vijiji na barabara na ugawaji wa nambari za nyumba kwenye maeneo yao ya utawala. Muundo wa anwani za makazi umezingatia au umegawanywa katika msingi wa kanda, na kanda zilizogawanywa ni 6 kwa Tanzania bara na moja, kanda ya 7 imegawanywa kwa Zanzibar. Kanda ya kwanza ambayo ni Dar es Salaam, na kanda ya pili ni kaskazini ambayo ina tarakimu ya pili ni Tanga, Arusha, Kilimanjaro na Manyara. Kanda ya tatu ni ziwa, kanda ya ziwa ambayo ina tarakimu namba 3 na ni mikoa ya Geita, Mara, Mwanza, Kagera, Shinyanga pamoja na Simiyu. Na kanda ya kati ambayo ina tarakimu namba 4 ni Dodoma, Singida, Tabora na Kigoma. Kanda ya 5 ambayo ni nyanda za juu kusini ina mikoa ya Katavi, Iringa, Mbeya, Songwe, Rukwa, Ruvuma na Njombe. Na kanda ya 6 ni kanda ya pwani ambayo ina mikoa ya Pwani, Mtwara, Lindi na Morogoro. Na kanda ya 7 ambayo ni Zanzibar ambayo inajumuisha Unguja na Pemba kwa miji ya mjini Magharibi, Kusini Unguja, Kaskazini Unguja, Pemba Kusini na Pemba Kaskazini. Pamoja na kukamilika kwa mambo yote haya, nini faida ya kukamilika na kutumika kwa mfumo huu? Sisi kama shirika la Posta tunasema anwani za makazi zitakapotimia au zitakapokuwa zimeshawekwa kwenye mkoa wa Tabora, tutarahisisha zaidi uchambuaji wa barua na bidhaa nyingine kwa haraka zaidi, kwa sababu tayari mtu anaandika anapatikana wapi, anakaa wapi, ama kama ni taasisi iko barabara gani. Kwa hiyo itaturahisishia zaidi sisi kufikisha zile barua. Lakini ya pili, itatuwezesha kutambua kwa urahisi zaidi mteja wetu. 3, tutaweza kuongeza ufanisi zaidi katika usafirishaji na usambazaji wa barua.
Na 4, tutaweza kuongeza ufanisi zaidi katika kushughulikia malalamiko ya wateja wetu. Na 5, tutaweza kupunguza uwezekano wa bidhaa za posta kupotea. Tukirudi sasa kwa upande mwingine, tunasema biashara mtandao. Ina maana shirika la posta sasa hivi linamiliki duka mtandao, Posta Shop. Tayari kupitia anwani za makazi tutaweza kusafirisha, tutaweza kufikisha mzigo wa mteja kwenye eneo husika ambalo mteja wetu ametuelekeza. Na itatusaidia pia, kama labda tuseme serikali itawawezesha hata kukusanya madeni mbalimbali, kodi mbalimbali ambazo kipindi ambapo anwani za makazi hazikuwepo ilikuwa ni nyakati ngumu kwa taasisi mbalimbali kama mabenki kuweza kwenda kudai madai yao. Lakini nyingine tunasema hata itawezesha upangaji wa mauzo na utoaji wa matangazo, uhamasishaji wa biashara kwenye maeneo kirahisi zaidi kwa walengwa ambao wamekusudiwa. Kwa sababu leo hii tukitambua taasisi ziko wapi, hospitali ziko wapi, wananchi wako wapi, kupitia anwani za makazi itaturahisishia sasa kupeleka kitu husika kwa watu sahihi. Lakini tukienda mbali zaidi, anwani za makazi zitarahisisha hata utambulisho sahihi. So kuna mtu anaweza akasema tu nakaa sehemu fulani, lakini je, usaini uko wapi? Sasa hivi tunaposema ninakaa nyumba namba 1, nakaa nyumba namba 2, barabara ya 10, ina maana itarahisisha zaidi utoaji wa utambulisho ambao ni sahihi. Lakini huduma za kijamii kama vile afya, usalama, maji, zote hizo zitarahisisha ama upatikanaji wake utarahisishwa kutokana na anwani za makazi. Kukamilika na kutumika kwa mfumo huu kunahitaji utayari wa wananchi na wakazi wa eneo husika, lakini jambo la msingi kwao ni elimu sahihi juu ya ufahamu wa mfumo huu. Tukio limetokea, majanga ya moto, ujambazi, mtu akatoa taarifa, ni rahisi zaidi watu kufika, ama zile taasisi husika ama watu wa uokoaji kuweza kufika kwenye eneo la tukio na kuokoa ama kutoa msaada kwenye eneo sahihi. Na tukienda kwa serikali pia itasaidia ukusanyaji wa mapato. Watu wengi ambao watakuwa kwenye mitaa wanatambulika, mapato yatakusanywa kiusahihi, na itarahisisha, na serikali mwisho wa siku itatimiza wajibu wa kuchukua kinachostahili kutokea kwa wananchi, lakini na wananchi kulipa kwa serikali yao, ambayo inasaidia maendeleo mengine kama barabara, maji na kadhalika, na hata kuimarisha utawala bora. Anwani za makazi itasaidia sana kuimarisha utawala bora, kwa sababu mtaa, kata inatambulika, idadi ya watu inatambulika, mambo mengi yatakwenda na yatabainika. Sensa ya watu na makazi itakwenda kufanyika kwa urahisi zaidi, kwa sababu tayari mitaa imepewa namba, majina imetambulishwa rasmi, tayari nyumba zina namba, na kwa kuwa ni rasmi, maana yake hata wale wahusika wanaokwenda kutekeleza zoezi la uhesabuji wa wanajamii, ina maana wataenda moja kwa moja kwenye mtaa na kugonga kwenye nyumba iliyo sahihi na kufanya sensa, na mwisho wa siku hata yale makusudio ya sensa kwa wananchi ama serikali ilivyoweka kwamba tuhesabu ili tuweze kupanga maendeleo kulingana na idadi ya watu yatafanikiwa. Ni habari njema kwa wakazi wa mkoa wa Tabora na mikoa ya jirani ya kanda ya Magharibi. Sasa Supersonic Tabora Rest House na Supersonic Villa Apartment inakuletea huduma bora za malazi na chakula kupitia Super Villa Apartment yenye vyumba bora na vya kisasa vyenye huduma zote zinazokwenda na wakati. Ukiwa mahali hapa utapata huduma za watoto kupitia Super Baby maalum kwa ajili ya michezo ya watoto kama vile kubembea, kuogelea pamoja na vinywaji baridi. Unapokuwa kwenye eneo hili tunakuhakikishia usalama wako na mali zako kwa saa 24. Ukiwa nasi utasafiri kwa raha mustarehe kupitia mabasi yetu ya Supersonic Safari kila siku kwa safari ya Tabora Kahama Tabora. Kwa mahitaji ya nyumba, vyumba pamoja na Superbeb, tupo Uzunguni manispaa ya Tabora karibu na Malolo hospitali. Wasiliana nasi kwa simu namba 0784444344 au 0754
002003 au 0622212212. Wote mnakaribishwa. Kupitia YouTube channel, gonga na subscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kuhabarika na kuburudika na Toronto Online TV. Karibu Tabora, karibu Toronto.